Kuna viwanja vya soka vinavyoishi kama miji miwili ndani ya jengo moja. Kila wiki, mashabiki wanajaza viti vile vile, lakini kwa rangi tofauti, nyimbo tofauti na chuki tofauti za kimichezo. Leo tunaingia ndani ya viwanja ambavyo vimekuwa nyumba ya mahasimu wakubwa kabisa wa soka duniani. Uwanja wa Jean Breido. Jean Breido Stadium uliopo Bruges nchini Ubelgiji ulijengwa mwaka 1975 na una uwezo wa kubeba mashabiki karibu 29,000. Unamilikiwa na jiji la Bruges. Uwanja huu unatumiwa na Club Bruges KV pamoja na Cercle Bruges. Sababu ya kushare ni kwamba klabu zote mbili zinatoka mji mmoja mdogo, hivyo serikali ikaona ni bora kujenga uwanja mmoja mkubwa badala ya viwanja viwili tofauti. Derby yao inajulikana kwa mazingira makali, freya nyingi na ushindani mkubwa wa ndani ya mji. Uwanja wa Hamadi Agreb uliopo Tunis nchini Tunisia ulifunguliwa mwaka 2001 kwa ajili ya michezo ya Mediterania. Una uwezo wa kubeba mashabiki zaidi ya 60,000 na unamilikiwa na serikali ya Tunisia. Huu ndio uwanja unaotumiwa na Esperance Sportive de Tunis pamoja na Club Africain. Serikali iliamua kufanya kuwa uwanja mkuu wa taifa kwa sababu derby ya timu hizi huvuta mashabiki wengi sana. Mwaka 2022 ulipewa jina la Hamadi Agreb kwa heshima ya gwiji wa Tunisia aliyefariki mwaka huo. Uwanja mwingine ni uwanja wa Mohamed wa 5 uliopo Casablanca nchini Morocco na ulifunguliwa mwaka 1955 na una uwezo wa kubeba mashabiki karibu 46 na una umiliki wa jiji la Casablanca. Uwanja huu unatumiwa na Raja Club Athletic pamoja na Wydad. Derby yao ni moja ya derby kali zaidi Afrika kutokana na mazingira ya mashabiki, mabango makubwa na freya zinazojaza uwanja mzima. Sababu ya kushare ni kwamba timu zote zinatoka Casablanca na serikali ilitaka kuwa na kituo kikuu cha soka kwa taifa lote. Uwanja mwingine ni uwanja wa Maracana, ni moja ya viwanja maarufu zaidi duniani. Upo Rio de Janeiro nchini Brazil na ulijengwa kwa ajili ya kombe la dunia la mwaka 1950. Kwa sasa una uwezo wa kubeba mashabiki karibuni 78,000 baada ya ukarabati wa kisasa. Ingawa zamani uliwahi kubeba zaidi ya watu 200,000, uwanja huu unatumiwa na Sierra Flamingo pamoja na Fluminense FC, huku SR Vasco da Gama akitumia kwa baadhi ya mechi kubwa. Maracana imekuwa ikishikiliwa kwa sababu ndio uwanja mkubwa zaidi Rio de Janeiro na ina historia kubwa ya taifa la Brazil. Hapa ndipo Brazil ilipopoteza fainali ya kombe la dunia la mwaka 1950 dhidi ya Uruguay katika tukio hilo lililoitwa Maracanaco, moja ya maumivu makubwa kabisa katika historia ya soka. Uwanja mwingine ni uwanja wa Olimpico uliopo Rome nchini Italia. Ulifunguliwa mwaka 1953 na una uwezo wa kubeba mashabiki zaidi ya 70,000. Unamilikiwa na kamati ya Olimpiki ya Italia. Uwanja huu unatumiwa na AC Roma pamoja na SS Lazio. Sababu ya kushare ni kwamba serikali iliujenga kama uwanja mkuu wa taifa kwa ajili ya michezo mbalimbali, hivyo timu zote kubwa za Rome zinaruhusiwa kuutumia. Derby yao inajulikana kama derby ya jiji kuu na ni moja ya derby zenye hisia kali zaidi Ulaya kutokana na tofauti za kisiasa, kiutamaduni na kihistoria kati ya mashabiki wa Roma na Lazio. Mbali na soka, uwanja huu pia uliandaa michezo ya Olimpiki ya mwaka 1960 pamoja na fainali ya kombe la dunia la mwaka 1990. Na uwanja mwingine ni uwanja wa kimataifa wa Cairo. Ni moja ya viwanja vikubwa zaidi Afrika. Uwanja huu upo Cairo nchini Misri na ulifunguliwa rasmi mwaka 1960. Una uwezo wa kubeba mashabiki zaidi ya 75,000 na unamilikiwa na serikali ya Misri kupitia mamlaka ya viwanja vya taifa. Huu ndio uwanja unaotumiwa na Al Ahly pamoja na Zamalek, mahasimu makubwa kabisa nchini humo. Sababu kubwa ya kushare uwanja ni ukubwa wa derby yao pamoja na ukweli kwamba timu zote zinatoka Cairo. Serikali iliona ni rahisi kuwa na uwanja mmoja mkubwa kwa ajili ya derby, timu ya taifa na mashindano makubwa ya Afrika. Uwanja huu uliandaa kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2006 na mwaka 2019, na siku ya derby inapochezwa, mazingira yake hutajwa kuwa moja ya moto zaidi duniani. Na tukirudi nyumbani, kuna uwanja wa Benjamin Mkapa. Huu ndio moyo wa soka la Tanzania. Upo Dar es Salaam na ulifunguliwa mwaka 2007 kwa ushirikiano kati ya Tanzania na China. Una uwezo kubeba mashabiki zaidi ya 60,000 na unamilikiwa na serikali ya Tanzania kupitia mamlaka ya maendeleo ya michezo.
Uwanja huu hutumiwa na klabu ya Yanga pamoja na klabu ya Simba, mahasimu wakubwa wa Kariakoo. Sababu ya kushare ni kwamba ndio uwanja mkubwa na wa kisasa zaidi Tanzania, huku debi ya Simba na Yanga ikiwa na mashabiki wengi kiasi kwamba viwanja vingine haviwezi kubeba ukubwa wa mchezo huo. Mbali na debi, uwanja huu pia hutumiwa na mechi za ligi ya mabingwa Afrika na timu ya taifa ya Tanzania na matukio makubwa ya kitaifa. Na uwanja mwingine ni Giuseppe Meazza maarufu kama San Siro. Ni moja ya viwanja vya kihistoria zaidi duniani. Upo Milan nchini Italia na ulijengwa mwaka 1926. Una uwezo wa kubeba mashabiki zaidi ya 75,000 na unamilikiwa na manispaa ya Milan. Hapa ndipo AC Milan na Inter Milan wanapocheza mechi zao za nyumbani. Lakini historia ya timu hizi mbili inaanza na mgawanyiko mkubwa uliotokea mwaka 1908. Wakati huo viongozi ndani ya AC Milan wakitaka klabu ibaki kutumia zaidi wachezaji wa Italia pekee. Kundi jingine ndani ya klabu halikukubaliana na hilo. Wao waliamini soka linapaswa kuwa la kimataifa na walitaka kuwasajili pia wachezaji wa kigeni kutoka mataifa mbalimbali. Kutokana na tofauti hiyo, kundi lililotaka wachezaji wa kimataifa liliondoka na kuanzisha klabu mpya iliyoitwa Inter Milan. Jina Internazionale lilikuwa na maana ya kimataifa. Hapo ndipo debi ya Milan ilipozaliwa. Siku nyingine nitakueleza kisa cha wao kugawanyika. Awali AC Milan ndio walikuwa wakitumia San Siro pekee, lakini baadaye Inter Milan nao wakahamia hapo. Tangu mwaka 1947 mahasimu hawa wamekuwa wakigawana moja ya viwanja maarufu zaidi duniani. Mashabiki wa Milan huita San Siro, huku Inter Milan wakiita Giuseppe Meazza, kwa heshima ya gwiji wa Italia aliyewahi kuchezea timu zote mbili. Kwa miaka mingi uwanja huu umekuwa nyumbani kwa debi zote za moto, fainali kubwa za Ulaya na mastaa wakubwa wa soka duniani. Hivi si tu viwanja, ni battlefields za utambulisho na hisia za mamilioni ya mashabiki, na kilele chake kimebaki kimoja.